Nimekuja kusema ukweli. Nilifikiri kuondoka kunahitaji nguvu, kumbe kubaki kunahitaji nguvu halisi. Nilimwacha mtu aliyenipenda kwa sababu sikuwa na thamani yake, nikakimbilia mtu aliyeniahidi dunia. Leo nimesimama peke yangu, bila dunia, bila mapenzi, na ndani yangu kuna maisha ambayo hata sijui yataniita nani. Sikutegemea kama ili jambo lingefikia huko. Nilijua ni jambo la kawaida tu, lingeisha kimya kimya. Unaona sasa Joshua, hapo ndipo wanaume wengi ukosea. Wanadhani maumivu ya mwanamke ni mchezo. Unadhani ndoa ni kitu cha kuchezea na kugawanywa kama muda. Mimi nilijijengea maisha yangu polepole, si kwa pesa, bali kwa moyo. Nilimpenda Sara kila siku inavyoitwa siku, na hakuwahi jua kwa mimi nampenda anavyostahili kupendwa, ila aliniumiza. Joshua, mara nyingine ya kweli haiwezi kuwa kweli. Hata mimi ninayozungumza ukweli huwezi jua kama nazungumza ukweli, na hata wewe ukiniambia ukweli saizi siwezi jua kama wazungumza ukweli, na hata Sara kuzungumza ukweli kama alikuwa na wewe wazungumza ukweli. Nilimpenda lakini sikujua madhara yake. Hapana, ulijua lakini hukujali, na hiyo ndiyo tofauti kati ya mwanamume na mvulana. Jiulize sasa, uko wapi katika hayo mawili? Kwa hiyo nilikuwa naishi ndani ya uongo mara mbili, sio tu kumsaliti mume wangu, bali hata niliyedhani ananiamini, kumbe naye pia haniamini.
Kwa kweli hii ndio gharama ya tamaa. Unapokimbia mtu anayekupenda na kukimbilia mtu anayekuchukulia kama gharama ya dunia ama ya muda. Na hivi leo sina mume, sina mpenzi, na hata hiyo kweli yenyewe pia haina jina. Mwasadaka, kuna kitu nataka nikueleze. Sijui nitakwambia. Ukweli hauhitaji njia nzuri. Sara, wewe sema tu. Hata Joshua hana uhakika. Mimi nilifikiri nimekosea mara moja, kumbe hata mara ya pili. Na sasa nina mimba, haina hata majibu. Hiyo ndio njia mbaya sana katika maisha ya mwanadamu, kuweza kuishi na kiumbe ambacho hakina jina. Unaona jamii itakutazama vipi saa hizi? Una muonekano gani? Mwasadaka, nipe nafasi. Kuna vitu havirekebishiki, vinakubaliwa tu au vinaachwa. Nimekuja kusema ukweli. Ile mimba inawezekana ikawa sio yangu, na kama sio yangu, kuna uwezekano ikawa pia sio yako. Kwa hiyo mimi ni nani?
Sasa ndo maisha yameanza kuonyesha ukweli kwamba maamuzi yana gharama na kila gharama hulipwa bila huruma.